Mimi kwangu machache tu ambayo nataka niongee hapa. Kwanza kuna kuaga na ule msemo unasema do or die. Sisi katika mechi hii hatuna dai. Ni do peke yake. Tumeifuta dai. Jana tulikuwa na kikao kikubwa sana kiongozwa na rais wa club na mwenyekiti wa board Mohamed Dewji pamoja na mwenyekiti wa club Mangungu na viongozi wengine wote pamoja na viongozi wa zamani. Kwa kimsingi kile kikao tumefuta neno linaloitwa dai. Tumeacha neno do. Viongozi wengine hapa muwaoni, lakini wapo wanaendelea na shughuli zingine ambazo wamekasimishwa kuzifanya kuelekea kwenye hii mechi. Kila mwana Simba kwenye hii mechi ana kazi maalum ya kufanya kutokana na umuhimu na ukubwa wa hii mechi. Mpango wetu sisi wa mwanzo, hii mechi ilikuwa inaishia kule Misri. Lakini kwa bahati mbaya kama alivyokuwa anazungumza hapa mzee Dewji kwamba haikuwa upande wetu. Kwa hiyo tumehamishia sasa hii vita nyumbani na Jumatano inshallah tunaimaliza. Kwa hiyo message yangu mimi ni kwa wapenzi, mashabiki na wanachama wa Simba Sports Club. Kama mnavyojua sisi tupo katika kipindi cha mpito kutumikia adhabu ya CAF. Tulipewa mechi mbili ambazo adhabu ya kutoingiza mashabiki. Mechi ya kwanza tumeitumikia tayari, lakini mechi ya pili waliweka pending, walihifadhi kwa kutuangalia kwanza mienendo yetu katika mechi zingine. Kwa hiyo tunawaomba mashabiki, wapenzi na wanachama wa Simba Sports Club, pamoja na kwamba tumeweka ulinzi wa kutosha wa kila aina, lakini bado haitoshi. Wao wenyewe kwa maana ya mwanachama mpenzi mmoja mmoja wanapaswa kuwa walinzi wa wenzao kwa kila mmoja. Tarehe 9 wale wote ambao watafanikiwa kwa njia moja ama nyingine kuja uwanjani, basi wahakikishe kwamba kila anayekaa naye basi awe ni mlinzi wa mwenzie. Tusifanye vurugu, lakini tushangilie kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwa amani na utulivu. Sisi tunasifika na tuna tuzo ya mashabiki bora Afrika. Kwa hiyo tusije tukatia doa tena ile tuzo ambayo tulipewa na CAF. Kwa hiyo naomba tukija uwanjani tulie, tushangilie bila kuleta bugdha na mambo ambayo yafanye. Tumetoa maelekezo na CAF kwamba kutakuwa na mtu anaitwa spectators liaison officer ambaye atakuwa na watu wanamsaidia. Hawa nao vile vile ni sehemu ya kuangalia mashabiki, kuhakikisha kwamba wanaangalia mpira kwa amani na utulivu bila kuleta vurugu. Hata wale ambao watakuja kwa nia tofauti na wale mashabiki na wapenzi wa Simba Sports Club, tunawaambia waje watulie, kwa sababu mimi na uhakika kuanzia mpira ule unaanza mpaka unaisha hawatapata nafasi ya kusimama wala kushangilia, kwa sababu tutadominate dakika 90 nzima. Kutakuwa hakuna sehemu ambayo tutaiacha wao wakapata nafasi ya kusimama na kushangilia. Waje watulie, waangalie, mwisho wa siku najua watu watageuka watatushangilia. Kwa hiyo mimi kwa mafupi mwenyekiti, mimi nasema asanteni. Simba nguvu moja.